Timu ya Sheikh Kidago inanipa shida, inanambia mwisho saa 6. Sasa sometime nitawachunia ili tupate raha. Sheikh amekuwa shiria kule. Ala, Mungu awabariki. Allahumma amin. Nataka niwatoe shaka akina Sheikh Singa waliposema walimu zetu wametangulia. Hapana, Sheikh Mbwera hajasema. Sheikh Mbwera kafungua kama alivyofungua Said Jaafar na Sheikh Samiri. Hao wamefungua, alafu watasema mbele. Kama kususa kusema susa pia, kwa sababu alianza ni Said Jaafar katia Fatiha, alafu ukaja wewe. Aje asema yule kafungua. Umeelewa eh? Sheikh Msuba, tunahama tunaenda Tanga kule Zaharau. Sheikh Msuba, walau dakika 10. Tuna watoto mawa al-Islam. Watoto wetu ni jukumu letu. Wazazi tumekuwa tuna matatizo ya kutelekeza vizazi vyetu. Ukimpeleka madrasa ufuatilii chochote, ukimpeleka skuli ufuatilii chochote, akitoka kwenda kutembea ufuatilii chochote, akirudi nyumbani hujui chochote, rafiki yoyote atakaye kuja naye fureshi tu. Sijui una mchango gani katika hili jukumu la 3 la mwanadamu la kizazi chake la usamahata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, nimepewa mtihani mkubwa sana na mwalimu wangu Sheikh Muharram Mziwanda wa kuweza kuzungumzia jukumu la 3 ambalo ni wajibu wa mtu kuyafanya hayo juu ya mwanawe. Na tukisema juu ya mwanawe ni kwa ile dhanna ya as-salafu salih, yani mwanao si yule uliyemzaa tu, bali hata yule wa jirani yako na anayeishi kwenye kijiji chako una jukumu la kumtengeneza kwa ile quwwatul irada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Lakini niunganishe pale alipoishilia kaka yangu Sheikh Singa, aya aliyoishilia yeye ifuatayo katika suratu al-Isra'i. Mola subhanahu wa ta'ala anasema, wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Sadaqallahu al-azim. Lakini pia tuiweke juu ya aya hii kama sehemu ya kutupanulia hii mada yetu hadithi iliyosimuliwa na al-Imamu Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi inayosema, ma min shay'in athqalu fi mawazini al-mu'mini yawm al-qiyamah min husni al-khuluq.
Sadaqa Rasulullah al-Karim. Katika aya ambayo nimeitanguliza, makusudio yangu ni kipande kidogo ambacho ndio kitaweza kutubeba katika maneno haya. Napo ni pale Mola aliposema mwisho wa aya ile, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, akiwa na maana haya ni mafundisho ya mtoto, anatakiwa afundishwe kwenye kuwaombea wazazi wake, lakini kwenye mafundisho hayo kumetajwa ndani yake tarbia ambayo atakiwa aishukuru hiyo kwa mzazi wake. Aliposema wa qur rabbirhamhuma, na useme e Bwana wangu mlezi, wahurumie, wasikitikie hawa wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira. Sema ni dakika 10, lakini kuna haja ilikuwa ya kusema kitu. Mola asema wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani, huku kumetajwa kuwasikitikia na kuwarehemu, lakini huku kumetajwa kuwasikitikia na kuwarehemu, lakini huku mbele ni kama walivyo nilea, sio kama walivyonisikitikia walivyonirehemu. Naeleweka vizuri? Lakini muda hautoshi. Ukiangalia kama utaona ni vitu viwili tofauti. Ukizama ndani kuna mafungamano makubwa sana ya ile arrahma iliyozungumziwa na ile atarbia iliyozungumziwa kwenye aya hii, lakini muda umekuwa ni mchache. Pengine mabwana wakubwa kina Sheikh Samir bin Sadiq watakuja kuweka wazi zaidi mambo kama hayo, na nikimuona yeye mimi naogopa hata kusema. Ni miongoni mwa mashekhe wingi ambao tukikaa na mashekhe wetu huwa wanawasema kwa wema sana. Sheikh Samir bin Sadiq, mashekhe wetu tukikaa nao huwa wanawasema mashekhe wingi kwa wema, lakini kwa Sheikh Samiri inakuwa ni zaidi. Sijui ni kwa nini, labda kwa sababu hawa ni wakubwa wanajuana. Ala kulli halin, tupo katika uwanja wa mzazi, mlezi, kiongozi kumwangalia mtoto mdogo katika tarbia, katika malezi yaliyokuwa mazuri. Na tarbia ikikosekana kuna hasara zake, na hakuna mtu ambaye hajaona hasara za kukosekana tarbia katika mwaka huu tuliokuwa nao kwenye nchi yetu. Yale yote yaliyopita ukiangalia kwa jicho la ilmu utapata 100% waliofanya yale ni watu waliokosa tarbia. Hata wale waliosimama kutoa matusi kwenye mitandao ya kijamii utawajumuisha humu ni watu waliokosa tarbia. Ukifundishwa tarbia na mzazi wako kama vile tulivyoelekezwa sisi na wazazi wetu, si kwenye kumwataki kiongozi tu, lakini wazazi wetu wametuambia hata yule adui wa dini yako midhali unaishi naye usimuonyeshe mambo ambayo yatamuudhi. Kwa tunaambiwa namna hiyo, na hii inakufanya wewe uoneshe thamani ya Uislamu katika jamii yako. Kila anayezungumziwa kuwa ni mwema katika tarbia dunia hii, fahamu aliandaliwa kwa hivyo. Wanazungumzwa watu wengi sana, ukisoma taarikhi zao utapendezewa, ungetamani ungekuwa hao. akina Sayyid Abdul Qadir al-Jailani qaddasa Allahu sirrahu al-aziz, akina al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ukisoma taarikhi zao zilivyo mzuri, adabu walizopewa na wazazi wao zinakuvutia. Sasa ukikaa kwa macho ya kawaida na kwa ulimwengu ulivyo, utaona kama wale ndio walikuwa na jukumu la kufanya hayo kwa watoto wao, sisi hatumo. Yuko mtu mmoja nilikuwa naongea naye kuhusu masala, alinishakia kuwa maisha ni magumu. Kwa hiyo nikawa namwambia kuhusu njia za kutatua maisha yako kwenye upande wa nyuradi. Akaniambia hawa watu walishapita. Hawa kukaa kufanya nyuradi na wakawa matajiri, hawa walishapita. Kama kuna njia nyingine nipe. Na hii pia nao ni adamu tarbia. Na hii pia nao kukosa malezi mazuri, kwa sababu huwezi kuamini chochote ukaacha kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Niwaambie tu ndugu zangu Waislamu, jukumu la kuwafanya watoto wetu wawe katika malezi mazuri,
wawe katika makuzi mazuri. Si tu jukumu la mzazi aliyemzaa tu, bali mtu yoyote anayeishi katika jamii anatakiwa atangulize mchango kwenye kumtengeneza mtoto anayeishi kwenye mtaa wake. Wa hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume. Moja katika mambo yamesimuliwa mazuri ya kuiga kwenye vitabu vya hadithi ni pale iliposemwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alihuzunishwa na huzuni ya mtoto mdogo tu wakati anapita asubuhi ya Idi kuelekea msikitini, akawapata watoto wanacheza, lakini yuko mtoto mmoja yuko pembeni ana huzuni, hana furaha. Mtume akamfuata, una nini, mbona huna furaha, wenzio wana furaha? Mtoto akashtakia hali yake, asa mimi leo ni siku ya Idi, sina hali nzuri, sina mavazi, sina chakula. Baba yangu alifariki, bahati mzuri aliacha mali, lakini aliyemwoa mama yangu akahodhi ile mali kuwa yake, sipati chochote. Leo ni siku ya Idi, sina hali, sina mali, nifanye nini? Hiyo raha naitolea wapi? Mtume akamchukua mtoto yule mpaka nyumbani kwake, chakula, mavazi mazuri na kuogeshwa, kacheze na wenzio. Amerudi kwa wenzio, wanastaajabu, inakuwaje sasa hivi ulikuwa una huzuni wewe, una raha, umekuja umependeza na unatabasamu namna hiyo, ni nini? Akawasimulia. Na Mtume alimwahidi vitu vikubwa sana. Kama umekosa baba, kama wewe ni yatima, umekosa mtu wa kukulea, umekosa mtu wa kukuendo katika maisha haya, wewe na wewe ni mtu katika jamii. Sasa kama utaridhia, tumemwambia ama tardha an akuna laka aban wa Aishata umman wa Aliyan amman wa Fatimata ukhtan, kama utaridhia mimi kutoka leo ni baba yako mzazi, ni baba yako mlezi, Aisha mama yako mlezi, Ali au ammi yako miongoni mwa watu wangu mimi ambao wa udugu, na Fatima wewe ndio dada yako. Ukiridhia nifanye hivyo. Mtoto alifurahi furaha kubwa mno, akarudi kwa wenzie kwenda kucheza akiwa yuko sawa kifuraha, bali yake furaha iko juu zaidi. Wenzie wanamuuliza, akasimulia aliambiwa na Mtume Muhammad. Watoto wote wakasema tutamani na sisi baba zetu wangekufa, baba yetu akawa Mtume Muhammad. Hawa watu wapo mitaani Waislamu ambao wanashughulika na matatizo ya watoto wa wenzao kama wanavyoshughulika na matatizo ya watoto wao. Ningetamani sote tuwe katika hao. Ukimwona mtoto ameharibikiwa, usimuelekeze kidole kibaya. Wazazi wake ndivyo walivyo, hao wenyewe walivyokuwa wadogo hakujielewa, atajielewa watoto wake. Watu matusi katika hali ambayo inaweza kumkuta mtu yoyote, bali tabia nzuri ni kumuonesha mtoto yule njia za kumtoa katika hali ngumu aliyokuwa nayo, kumpeleka sehemu nzuri. Na haya yote yaliyoharibu tarbia katika Uislamu leo hii ni watu kuangalia mambo ambayo hayana umuhimu mkubwa kama hayo yanayoachwa. Watu hawaangalii kutengeza nafsi za watoto wao, watu huangalia kutengeneza miili ya watoto wao. Mzazi leo hawezi kuumizwa kwa mtoto hakuswali, hawezi kuumizwa na jambo hilo, na hawezi kuja kutoka kazini akauliza nani kaswali nani hajaswali, lakini anaweza akaweka kiboko special pale juu, nani leo amefanya homework, nani hakufanya homework, na achapu kwa sababu hiyo. Yale ya Mungu hayamuhusu yeye kwa watoto wake. Uislamu haulei watu katika sura hiyo. Wale tunaowaambia kuwa walikuwa watu wema, watu wazuri, watu wenye tabia nzuri, akhlaki zao zimeridhiwa katika jamii, waliandaliwa katika tarbia iliyokuwa njema. Na wewe na mimi na mwingine tunalo jukumu la kuwaandaa watoto wetu katika tarbia njema, lakini pia kutoa msaada kwa watoto wa wenzetu katika kuwasukuma kwenye tarbia njema. Na huu ndio Uislamu safi. Ukiishi katika tabia nzuri Muislamu, ukamlea mwanao katika tabia nzuri, ndio unapata watu kama kina Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi ta'ala alayhi. Mtu alikuwa wa ajabu. Abdullah ibn al-Mubarak alikuwa anaishi, jirani yake ni Myahudi, na hakuna watu wana chuki mbovu na Waislamu kama Yahudi. Lakini tabia ile kwa anazoonyesha Abdullah ibn Mubarak kwa Mayahudi majirani zake, Mayahudi walikaribia kusema sasa tusipohama huu mtaa anaokaa Abdullah ibn Mubarak tutaslimu. Cha msingi tufanyeni mbinu kutoka kwenye huu mtaa, tukiishi na huyu mtu kwa tabia zake zilivyo,
anapotuonesha sisi maadui wake, kuna siku taslimu tu. Mmoja akatangaza kuuza nyumba yake, lakini maajabu ikawa ni ile thamani ya nyumba iliyotangazwa ile ndani na nyumba yenyewe. Kwa mfano nyumba hiyo inauzika kwa milioni 40, lakini mtu aseme milioni 150. Alafu wajuzi wa kununua nyumba wakija waone hii nyumba ni ya milioni 100 na milioni 40 tu, lakini wanatangaza milioni 150. Watu wakashangaa, wengine wakamfuata kumuuliza, bwana wewe, hii nyumba hii si bei hiyo unaotangaza? Akasema, nunueni kwanza alafu nitawaambia. Hapa siuzi nyumba, tunauza vitu viwili. Nyinyi mnaona kama nauza nyumba tu, mimi nauza vitu viwili, nyumba yangu na kuna kitu nakiuza pia hapa. Watu wenye hikma wakanunua nyumba ile kwa bei kubwa. Akasema, sasa ile milioni 40 umenunua nyumba yangu, hizo zilizobaki nimekuuzia ujirani wa Abdullah ibn Mubarak. Sallu ala nabi. Wewe ndio huyo au ndio yule ambaye majirani zako wanatamani uame hata kesho kwa tarbia mbovu uliokuwa nayo? Tarbia mbovu uliokuwa nayo au aliyokuwa nayo au tulizokuwa nazo haziwapendelei wasiokuwa Waislamu kuingia kwenye dini yetu, lakini pia majirani hawapendi kuishi na sisi kwa tarbia mbovu. Na kwa bahati mbaya zaidi, tarbia hizo mbovu tumerithisha kwa watoto wetu, nao mtaani wamekuwa ni tabu, ni kero. Lazima tuwalee watoto katika misingi mizuri ili wawe na tabia nzuri, na Mtume ameahidi katika mambo muhimu kwa mwanadamu kufa nayo ni tabia nzuri. Katika hadithi ya niliyemtaja al-Imamu Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi amesema, ma min shay'in, hakuna kitu chochote, athqalu fi mizani al-mu'mini yawm al-qiyama, kitakachokuwa kizito zaidi katika mizani ya muumini siku ya kiyama, min husni al-khuluq, kushinda tabia nzuri. Na tabia nzuri ni matunda ya tarbia nzuri. Tujihimize kwenye kuwalea watoto wetu katika msingi mzuri na katika hali nzuri, na yeyote ambaye hatakuwa tayari kufanya hivyo, yani kuwalea watoto kwenye tarbia nzuri, ajue kwamba hatoachwa na Allah bure. Mwenyezi Mungu atamuuliza tu, katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyie ni wachunga, wa kullukum mas'ulun, kwa maana wa kullu ra'in mas'ulun, na kila mchunga ataulizwa an ra'iyatihi, kutokana na kule uchunga wake, alichungaje watoto wake, alichungaje jamii yake, alichungaje watu wake, alichungaje raia wake, alichungaje wanafunzi wake. Allah hawezi kukuacha bure, lazima kuulize. Sadiqul umarai wa amiru shuarai Muhammad ibn Ali Shauqi, nyinyi mnamjua kama Ahmad Shauqi. Ahmad Shauqi, wako waliosema Muhammad Shauqi, lakini anaitwa Ahmad ibn Ali Shauqi. Ana kasida yake maarufa inaitwa Nahjul Burda. Nahjul Burda ni kasida maarufu mno duniani. Katika kasida hile kuna ubeti unasema, salahu amrika lil akhlaqi marji'uhu faqawwim an-nafsa bil akhlaqi tastaqim. Kwa maana tastaqimi, asema salahu amrika lil akhlaqi marji'uhu, kutengamaa kwa jambo lako lolote lazima lirejeshwe kwenye akhlaqi, kwenye tabia mzuri, kwenye nidhamu mzuri. Iwe biashara, iwe ilmu, iwe kulea watoto wako, iwe kitakachokuwa, lazima msingi wake uwe nini? Ni akhlaqi. Kisha anasema faqawwim an-nafsa bil akhlaqi tastaqim, isimamishe nafsi kwenye tabia nzuri, kwenye akhlaqi, itakuwa sawa tu nafsi. Mwenyezi Mungu atupe nguvu na hizo zinaitwazo quwwatul irada kwenye kuwalea watoto wetu katika tarbia iliyokuwa mzuri, na Mwenyezi Mungu awatie lutfu na anini watoto wetu katika nyoyo zao, waweze kuwa ni faida kwa jamii na sio hasara kwa jamii. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala, kumbe kulea watoto katika maadili bora, tafsiri yake tunatengeneza jamii bora, tunatengeneza majirani wa watu bora. Wale ambao watoto wao wanawatupa watakwenda kusaidiwa na watoto wetu sisi tuliowalea kwa maadili bora. Kwa maana tunapotengeneza malezi bora kwa watoto wetu, tunakwenda kutengeneza msaada wa jamii iliyo bora kwa umma kwa ujumla. Sheikh Bahsan,